Bana, sakata la Yanga na TFF katika kudaiana malipo ya fedha za ubingwa wa kombe la CRDB Federation Cup limeendelea siku ya tarehe 10 Juni na lilishika kasi haswa baada ya majibizano ya taarifa kutoka Yanga, taarifa kutoka TFF, ambapo Yanga walitoa taarifa mbili, TFF walitoa taarifa moja, huku benki ya CRDB na walitoa taarifa moja. Sasa nikumbuka kwamba tarehe 9 Juni klabu ya Yanga kupitia afisa habari wake Ali Kamwe walisema bado wanaidai TFF pesa ya ubingwa wa msimu wa 2023-2024 wa kombe la CRDB Federation Cup, na kwamba hawatoshiriki mchezo wa fainali ya kombe hilo kama pesa hiyo haitolipwa katika akaunti yao. Sasa siku ya tarehe 10 CRDB walianza kwa taarifa kwa umma wakieleza kwamba wao kama wadhamini wakuu wa shindano hilo walishatoa fedha zote za kuendesha mashindano kiasi cha shilingi milioni 255 kwenye akaunti za shirikisho la soka la Tanzania TFF. Kwa hiyo wao walishatimiza wajibu wao kimkataba. Kwa hiyo wao hawadaiwi pesa yoyote na mtu yoyote, na TFF wala Yanga ama klabu nyingine yote. Sasa baada ya CRDB wakaja TFF, shirikisho la soka, wakasema hivi wao walipokea fedha hizo milioni 255 kutoka kwa CRDB mapema tu mwanzoni mwa msimu, lakini wao wamemsikia afisa habari wa Yanga Ali Kamwe akisema kwamba Yanga wanaidai TFF pamoja na CRDB kiasi cha shilingi milioni 200 ikiwa ni pesa za ubingwa. Sasa wao kupitia barua yao na taarifa yao, TFF walisema kwamba wanapenda kutoa ufafanuzi kwa TFF ndio inayoidai klabu ya Young Africans, kwani Young Africans Sports Club iliomba kwa barua fedha zao za zawadi katika mashindano mbalimbali zikatwe kulipia malipo wanayotakiwa kulipa kwa TFF, ikiwemo ada za wachezaji wa kigeni. Hivyo ili kutoendelea kusababisha sintofahamu kwa umma, wao TFF wameiandikia barua Young Africans kutuma kwao mtaalamu wao wa fedha siku ya tarehe 11 asubuhi saa 4 ofisini kwao kuhakiki deni la klabu hiyo akiwa na vielelezo vyote katika ofisi za TFF. Sasa hii ilikuja baada ya CRDB wenyewe kuachia taarifa yao, kwa ikawa sasa zamu ya shirikisho la soka. Lakini baadaye klabu ya Yanga iliachia taarifa, na kuna taarifa ya kwanza ambayo ilikuwa ni barua ambayo waliandikia shirikisho la soka la Tanzania TFF, barua hiyo ikiwa na mahesabu ya madeni yao, ikiwa ni kama tunaita demand notice ya madeni, ambayo ilikuwa inahusisha madai ya fedha za zawadi, mapato ya mlangoni na udhamini. Ilikuwa na vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza ilikuwa inasema zawadi za ubingwa wa kombe la shirikisho ambazo ni shilingi milioni 300, kwamba msimu wa 2021-2022 Yanga walikuwa wanadai kiasi cha milioni 50. Alafu msimu wa 2022-2023 Yanga pia walikuwa wanadai kiasi cha milioni 50. Alafu msimu wa 2023-2024 Yanga walikuwa wanadai kiasi cha milioni 200. Kwa katika hii misimu mitatu Yanga wanasema walikuwa wanadai milioni 50 kisha 50 alafu 200 katika msimu wa 2023-2024. Kipengele cha pili kikasema kilihusu mapato ya mlangoni mashindano ya CAF ambayo ilikuwa ni milioni 71,990. Yanga walisema kwa mujibu wa kanuni za CAF, shirikisho linapaswa kuwasilisha CAF kiasi cha fedha zinazotokana na mapato ya mlangoni kwa kila hatua inayochezwa. Kwa misimu miwili tulioshiriki 2022-2023, 2023-2024 shirikisho lilipaswa kuwasilisha dola za Kimarekani 16,600 sawa na milioni 40,670 kwa msimu wa 2022-2023, na dola 11,600 ambazo ni kama milioni 31,320 za Kitanzania kwa msimu wa 2023-2024. Lakini fedha hizo hazikuwasilishwa CAF, hivyo kupelekea kukatwa kwenye mapato ya klabu yao. Kwa hiyo Yanga hapa wanamaanisha kwamba fedha hizo zilikatwa na CAF katika mapato ya klabu yao ya Yanga, haswa katika michuano ya CAF ambayo walishiriki kwa miaka hiyo miwili. Lakini kipengele cha tatu kikaeleza kwamba udhamini wa timu za vijana na wanawake milioni 64,500. Klabu haijapokea fedha za udhamini
wa mashindano ya timu za vijana na wanawake Yanga Princess kwa misimu mitatu mfululizo, msimu wa 2021 2022, 2022 2023 na 2023 2024. Kwa hiyo Yanga wakamalizia kwa kusema hivi, jumla ya madai yote ya klabu ni shilingi milioni 436,490,000. Aidha, kutokana na madai hayo klabu imetumia gharama za usajili kwa misimu mitatu. Hiyo misimu mitatu jumla ya shilingi milioni 210,420,000 na kubakiwa na shilingi milioni 226,070. Klabu inaomba kurejeshiwa kiasi kilichobaki jumla ya shilingi milioni 226,070 kwenye akaunti yao. Wakaorozesha akaunti ya benki ya CRDB ambayo walitaka hicho kiasi sasa cha milioni 226,070 kiweze kulipwa na TFF, kwamba katika utaratibu wa kawaida, kwamba hapa ndo wanaelezea jinsi ambavyo wangekatana hizo pesa na TFF, kwamba wao kama Yanga walitumia jumla ya milioni 210. Kwa hiyo walitaka TFF iwakate katika deni lao ambalo wanadaiana na ingebaki milioni 226. Sasa mchambuzi wa soka maarufu Jemedari Said bin Kazumari akaja baadaye akaelezea mchanganuo wake, lakini katika barua rasmi ya Yanga, taarifa kwa umma, ni kwamba Yanga pia waliendelea kusema kwamba wanapenda kutaarifu umma kwamba hawajapokea fedha yoyote ya ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB kwa misimu hiyo mitatu. Wamesema kwamba TFF wamekuwa wakishikilia fedha hizo za ubingwa kwenye akaunti zao kila msimu unapomalizika, huku wakifahamu ni makosa na ni kinyume cha utaratibu. Wakasema kwamba hakuna uthibitisho wote wa kimaandishi kuonyesha kama TFF wamewahi kulipa fedha hizi za ubingwa. Alafu kuna paragraph ikasema, ieleweke ada za malipo za wachezaji wa kigeni walizosema kwenye taarifa yao hulipwa mwanzo mwa msimu mpya na hela hizi za ubingwa hutolewa mwisho mwa msimu. Kwa hiyo hapo unaweza ukaona kuna mkanganyiko wa taarifa ama maelewano baina ya Yanga pamoja na shirikisho la soka, hasa kwenye hizi fedha. Yanga wanasema kwamba hizo pesa za makato kwa ajili ya wachezaji wa kigeni huwa zinalipwa mwanzoni mwa msimu, na mwishoni mwa msimu wakichukua ubingwa ina maana ni mahesabu mengine. Lakini wao TFF walisema kwamba wao wamepokea barua kutoka kwa Yanga kwamba Yanga wamesema makato ya hizo fedha za usajili wa wachezaji wa kigeni wao wanatakiwa wazikate kwenye fedha zao za ubingwa. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo kuna utofauti hapo, aidha mwanzoni mwa msimu ama mwishoni mwa msimu baina ya TFF na Yanga, kwani kila mmoja anaeleza muda wake wa makato wa hizo pesa. Sasa mchambuzi maarufu, mchambuzi mzoefu nchini Tanzania, Jemedari Said bin Kazumari Mtipa, ambaye pia ni katibu tunasema ni CEO, mkurugenzi mtendaji wa klabu ya JKT Tanzania inayoshiriki ligi kuu ya soka ya NBC, yeye alichanganua kupitia ukurasa wake wa Instagram. Yeye alichanganua huo mkanganyiko wa Yanga, hayo mahesabu ya Yanga pamoja na TFF, na akasema kwamba kikao ambacho watakaa cha wataalamu wa fedha kitakuwa kifupi. Jemedari alisema hivi, naomba kunukuu katika maelezo yake. Alisema Yanga Sports Club wanasema wao ndio wanaidai TFF milioni 226 baada ya kutoa makato yao mengine yote. Yaani kabla ya kwenda kuonana na idara ya fedha ya TFF hapo kesho, wameamua kutoa tahadhari kwamba wao ndio wanadai na si wadaiwa. Bahati mbaya sana kwenye hizo hesabu hapo, Yanga Sports Club wamesema ubingwa wa CRDB Federation Cup msimu wa 2023-2024 ni milioni 200, kitu ambacho si kweli. Ubingwa wa kombe la shirikisho ni milioni 50 miaka yote, haijawahi kubadilika hata siku moja. Manake kwenye hizo hesabu zao kuna nyongeza ya milioni 150 ambayo ni makosa. Hivyo basi milioni 226 ukitoa milioni 150 unabakiwa na milioni 76. Mahesabu ya Jemedari hilo. Unaona ameanza hapo akaichukua ile 226 akatoa milioni 150 ambayo anasema Yanga wameongeza kwamba ubingwa zawadi ya ubingwa sio milioni 200 bali ni milioni 50. Kwa hiyo akatoa milioni 150 kwenye ile 226 akabakiza milioni 76. Jemedari akaendelea kuandika kwamba mwaka jana tarehe 7 Agosti walituma TFF barua yenye kumbukumbu namba
yahusu YSC TFF 2024-330 ikiwa na kichwa cha habari vibali kwa wageni, ambapo katika barua hiyo wanasema kutokana na kupanda kwa gharama za wachezaji wa kigeni kutoka milioni 4 hadi milioni 8 kwa mchezaji mmoja, wanaomba kuongeza kiasi cha milioni 48 ambacho wanapenda kikatwe kutoka kwenye pesa zao za zawadi. Kiasi cha milioni 48 hakijawekwa hapo kwenye jedwali au barua, iwe kwa makusudi au kwa bahati mbaya. Anaendelea kusema milioni 76 ukitoa milioni 48 unabakiwa na milioni 28. Lakini Yanga Sports Club kama vile haitoshi, tarehe 5 Februari 2025 waliandika barua yenye kumbukumbu namba 2025/019 yenye kichwa cha habari yahusu utambulisho wa makocha wapya, ambapo waliwatambulisha makocha Miloud Hamdi na Nasim Anise na kuomba ada ya malipo kiasi cha dola za Kimarekani milioni 450 ambazo ni sawa dola za Kimarekani 450 ambazo ni sawa na shilingi milioni 1.2 zikatwe kutoka kwenye pesa zao za ushindi zilizopo TFF, na hapo kwenye milioni 28 inabaki milioni 27. Kwa hiyo hayo ndio maelezo ya Jemedari Saidi ambaye alikuwa anapigia hesabu hiyo fedha ambayo Yanga anaidai na sasa akaifikisha mpaka milioni 27. Lakini akamalizia kwa kusema kama Yanga huo ndio mwenendo wao wa kupokea pesa kidogo kidogo na baadaye kuonyesha wamesahau, basi wenda kesho kikao na TFF kikao kifupi mno, maana yake watapewa nyaraka zao tu. Akamalizia kusema NB, nimeuona mchanganuo wa madeni na malipo ambayo Yanga FC wamelipwa, lakini kama wakikubali hivyo ndivyo ilivyokuwa, basi narudia kusema kikao kitakuwa kifupi mno guys. Bin Kalzumari Mtipa, the voice of the voiceless. Sasa huo ndio mchanganuo wa Jemedari Saidi ambaye awali siku ya tarehe 9 yeye ndo alidhihirisha kupitia kipindi chake cha michezo pale katika radio ya Crown FM. Yeye alisema kwamba ili deni, alipoulizwa kuhusu deni la Yanga kwenda kwa TFF, alisema kwamba anajua kwamba TFF na Yanga huwa wanakatana madeni na kwamba Yanga waliomba kukatwa deni la usajili wa wachezaji wa kigeni kutokana na fedha za ubingwa wa kombe hilo la CRDB Federation Cup. Na mwisho wa siku ikafahamika hivyo. Tumeona Yanga wakaleta barua yao wakielezea makato yao walokatana na TFF, lakini Yanga wenyewe wanasema wao wanadai milioni 226 baada ya makato yote ikiwemo hizo pesa za wachezaji wa kigeni. Lakini TFF wenyewe wanasema wao wanaidai Yanga baada ya makato yote. Lakini Jemedari Saidi anasema kwamba Yanga wanaidai TFF milioni 27 tu na sio milioni 226. Yes, sasa mwisho wa siku ya tarehe 10 Yanga watatuma mtaalamu wao wa fedha ambaye anatakiwa kwenda na viambatanishi vyote vya malipo kwenda navyo pale TFF ili akutane na mtaalamu wa fedha wa TFF ili waweze kuangalia hilo deni limekaaje, na mwisho wa siku tutajua nini kinaendelea. Jina langu ni Gerald Fumbi, hii ni Maribi TV, endelea kufuatilia, tunakupa updates mbalimbali za masuala ya kimichezo. Usisahau kusubscribe hapo, like na kucomment kwenye kurasa zetu za Instagram, za TikTok na kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii.